Tumsifu Yesu Kristu, taifa la Mungu popote mlipo duniani kupitia Jerusalem Family TV. Ni wakati mwingine tena, kibali tulichokipata kutoka kwa Mungu kuja kusikiliza semina hii ambayo imeandaliwa mwezi huu wa kwanza kwa ajili ya kufafanua ujumbe tuliopewa wa kutuongoza mwaka huu 2026. Ni semina ambayo ina kichwa cha somo kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Na lengo kuu la semina hii ni kuinua imani zetu ziweze kukua na kuimarika ili kutenda mambo makuu aliyotukusudia Mungu maishani mwetu. Tumsifu Yesu Kristo. Nawakaribisha nyote kupitia vyombo vya habari vyote vya Jerusalem Family TV. Roho wa Mungu, Roho wa Bwana ashuke mahali hapa, kila mmoja akapate kufunuliwa zile siri ambazo zimewekwa, ile package ambayo imewekwa katika ujumbe wa neno la Mungu ambao tumepewa katika mwaka huu 2026. Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote tuanze semina hii kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pa juu sana palipoinuka, tuna kila sababu ya kushukuru kwa ajili ya siku ya 5 ya leo ya semina yetu. Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, shuka mahali hapa. Roho wa Bwana tufundishe, tuonyeshe njia ya kuendea, tushauri na jicho lako kutazama. Sasa na neno lako la Zaburi ya 32 mstari wa 8. Tunahitaji uweza wako, nguvu yako. Tunaalika kiwango cha kimbingu cha damu ya Yesu, kiwango cha 30, kiwango cha 60, kiwango cha 100. Sasa na neno lako la Mathayo, Marko sura ya 4 mstari wa 20. Baba ukasimame mahali hapa. Madhabahu hii ni udongo mzuri. Kila mmoja akapate portion yake, akapate package yake, kiwango cha 30, kiwango cha 60, kiwango cha 100, kadiri ya Roho Mtakatifu utakavyoweza kumgawia. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya mwendelezo huu wa semina siku ya 5 leo. Roho Mtakatifu, tunaomba weke mngojezi ndani ya kinywa changu. Roho Mtakatifu, kanene sasa na mapenzi yako, kanene sasa na ujumbe wako ulivyokusudia kwa watu wako. Kwa sifa na utukufu wa jina lako tunaomba na kushukuru. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo, wana wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Narudia tena, somo letu ni kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Ndo semina yetu. Semina yetu hii ina somo kubwa kabisa lenye kumpendeza Mungu, kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Tusisahau lengo ni kukua au kuimarika kwa imani zetu ili tuweze kutenda mambo makubwa ambayo Mungu ametuwekea katika maisha yetu. Na ujumbe ambao tunatembea nao ni kutoka kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Ujumbe tunaotembea nao unatoka katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Roho Mtakatifu atusaidie tuweze kusimama vizuri. Na napenda kwamba semina hii ni ya kiwalimu. Tamani unapoisikiliza uwe na notebook, kalamu na Biblia. Angalau mwalimu unapotamka hilo neno au unapolitaja hilo neno, basi na wewe uweze kufungua kusudi uweze kusoma ile milango 5 ya fahamu iweze kuhusika. Tumsifu Yesu Kristo. Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Neno la Mungu linasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe huu mkubwa kabisa tunapoenda kuufafanua.
Roho Mtakatifu ni mwaminifu, na pia tukasema kwamba tuna ujumbe pacha wa mwaka pia tunaoambatana nao, Danieli sura ya 11 mstari wa 32b. Kitabu cha Danieli sura ya 11 mstari wa 32b. Tumsifu Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Tunapounganisha jumbe hizi mbili, tunapounganisha maneno ya Mungu haya mawili, tunaona kabisa kichwa cha somo kinakaa vizuri kabisa: kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Tumsifu Yesu Kristo. Narudia kwa sababu semina hii ya kiualimu, lengo tuweze kuelewa, lengo tuweze kuvuka, lengo tuweze kuingia kwenye matendo. Ujumbe huu usitupite bure, haukuja bure. Na nilipokuwa nauelezea, na mwalimu Petro alishajenga msingi toka siku ya kwanza mpaka ya 3. Jana mimi nikaanza siku ya 4 na leo siku ya 5 naendeleza. Tukaona kwamba lazima tumjue Mungu, tumjue Bwana, na tukasema kwamba kumjua Mungu ndiko kunakoleta uwezo wa kutenda mambo makuu. Kumjua Mungu ndiko kunakoleta uwezo wa kutenda mambo makuu. Kama umjui Mungu, huwezi kupata huo uwezo wa kutenda mambo makuu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, huwezi kupata mema kama umjui Mungu. Huwezi kupata mema kama umjui Mungu. Na tukawa tunasimamia kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 21. Ayubu sura ya 22 mstari wa 21, kwamba lazima tumjue Mungu. Tumjue Mungu, tutamani kumjua Mungu kwa kiwango kikubwa kabisa. Mjue sana Mungu. Mjue sana Mungu. Unapomjua Mungu unapata amani, unapata amani. Na ndivyo mema ya nchi yanavyokujia, mema ya nchi yanavyokujia. Kwa hiyo tunatamani tumjue Mungu, tumjue Mungu. Na kumjua Mungu ni kulijua neno lake. Na kumjua Mungu ni kujua ujumbe wake. Na kumjua Mungu ni kujua sauti yake. Na kumjua Mungu ni kujua maelekezo yake. Na kumjua Mungu ni kujua amri zake. Na kumjua Mungu ni kutii sauti, ni kutii ujumbe, ni kutii maelekezo ya Mungu. Huko ndo kumjua Mungu. Ukimjua Mungu, uwezo unazalika ndani mwako, unatengenezeka ndani mwako wa kutenda mambo makuu. Kama umjui Mungu, huwezi kupata mema. Huwezi kupata mema hata kidogo. Ndio maana kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 21 anasema, mjue sana Mungu uwe na amani. Mjue sana Mungu uwe na amani, ndipo mema ya nchi yatakapokujia. Tumsifu Yesu Kristo. Na jana nikaweka utangulizi kwamba tutatembea katika kanuni 3. Zipo kanuni nyingi sana, lakini kwa ajili ya umuhimu wa message, kwa ajili ya umuhimu wa ujumbe huu, nitatembea na kanuni 3 tu za kumjua Mungu. Kanuni 3 tu za kumjua Mungu. Kanuni ya kwanza nikasema kumjua Mungu kupitia mwili. Kanuni ya kwanza, kumjua Mungu kupitia mwili. Mabano umwilisho. Kama mwana. Narudia tena kwa yule anayeandika, ambaye ni siku ya kwanza kusikiza siku ya leo. Kanuni ya kwanza ni kumjua Mungu kupitia mwili. Mabano umwilisho, kama mwana. Injili ya Yohane sura ya kwanza mstari wa 14. Injili ya Yohane sura ya kwanza mstari wa 14. Kanuni ya pili ni hii: kumjua Mungu kupitia njia ya Roho Mtakatifu, au kwa wepesi zaidi tunasema hivi, kumjua Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Injili ya Yohane sura ya 16 mstari wa 8. Injili ya Yohane sura ya 16 mstari wa 8. Nikajenga kiu ya kuambia kwamba kila mmoja aliyesikiliza basi, na kama naandika basi aende moja kwa moja asome, kwa sababu utakapoanza kufundisha uwe tayari umepata uelewa fulani.
Kanuni ya tatu, kumjua Mungu kupitia ukweli stroke neno. Kumjua Mungu kupitia ukweli stroke neno. Kitabu cha Injili ya Yohane sura ya 17 mstari wa 17. Kitabu cha Injili ya Yohane sura ya 17 mstari wa 17. Na tunaona pale kwamba uwatakase kwa ile kweli. Kweli ni neno lako. Tunatakasika kwa ile kweli. Na hakika tutatakasika kwa neno ambalo ametutumia la Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa muhtasari wa jana ulikuwa huo, na tukafundishana mambo mengi. Ukitamani kusikiliza zaidi, rudi kwenye somo letu siku ya 4, utapata mafunuo mbalimbali. Na tunapozungumza mahali hapa tumeelekezana sana. Roho wa Mungu ni roho wa ufunuo. Roho wa Mungu ni roho wa ufunuo. Tukaelekezana kwenye kitabu cha Waefeso wa kwanza, Waefeso sura ya kwanza, Waefeso sura ya kwanza mstari wa 17. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi: Bwana Mungu, Bwana wa utukufu. Roho Mtakatifu nisaidie. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 17, neno la Mungu linasema: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Narudia tena. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Kwa hiyo maombi yangu kwako naye nisikiliza katika semina hii, katika ufafanuzi huu, ili neno la Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 ni neno la Mungu. Kama ni neno la Mungu, ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo roho wa Mungu ambaye ni Mungu mwenyewe, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Katika kulijua hili neno la Waebrania sura ya 10 mstari wa 38, Mungu atupe roho ya hekima na ufunuo, tuweze kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Tumsifu Yesu Kristo. Na tunaposogea kwenye lile andiko la Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Tunatamani kila mmoja aweze kupokea kutoka kwenye neno la Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana imeandaliwa semina siku 7. Kila mmoja aweze kupokea kwa kadiri ya imani aliyokuwa nayo, aweze kuimarika, aweze kuongezeka, ili lengo kuu la semina hii la kukuinua imani, la kuinua imani zetu ili zikuwe na kuimarika, ili tuweze kutenda mambo makuu aliyotukusudia Mungu maishani mwetu yaweze kukamilika mwaka huu 2026. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Natamani mtu aweze kuelewa tunapoelekea. Na pia siku ya jana tukasoma andiko la Warumi sura ya 10 mstari wa 17, tukaona kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tukarudi kwenye lile andiko la Waebrania 11:1 ambao nasema kwamba basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Tukasema maneno haya mawili tunayaunganisha pamoja, tunajenga msingi wa somo letu. Tunajenga msingi wa somo letu ambao ni kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu
kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Tukiunganisha hili neno linakuja kama ifuatavyo, kama ninavyosema. Tunaliunganisha moja kwa moja pasipo tunaunganisha maneno mawili. Warumi sura ya 10 mstari wa 17, Waebrania sura ya 11 mstari wa 1. Tunapoliunganisha tunapata neno moja linasema hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Kristo. Ni kuwa na uhakika, kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Neno hili tunapoliunganisha linasomeka vizuri kabisa, na wewe jaribu kuliunganisha moja kwa moja katika nosi zako uone. Tunasema hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo, ambao ni kuwa na uhakika, kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Linatupa nguvu ya kufundisha somo la kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Tumsifu Yesu Kristo. Neno hili la Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 na Danieli sura ya 11 mstari wa 32b ni neno ambalo lina nguvu ndani mwake. Ni neno ambalo ni msingi kwetu. Kwa nini? Isaya 46 mstari wa 10. Isaya 46 mstari wa 10. Neno la Mungu nasema, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama. Kwa lugha nyingine, neno langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Tumsifu Yesu Kristo. Kitabu cha Isaya 46:10 kinatuonyesha kwamba Mungu ndiye atangazaye mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo kama ametangaza mwisho, tunaona kwamba kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu, na tumeona kwamba neno la ujumbe wa mwaka ni Waebrania 10:38 na Danieli 11:32b. Kwa hiyo Mungu ametutangazia, ametangaza mambo makuu ya kutenda, mambo makuu tutakayoenda kutenda tangu mwanzo. Mwanzo ameweka neno. Mwanzo ameweka neno. Neno gani? Ametupa neno la Waebrania sura ya 10:38 na Danieli sura ya 11 mstari wa 32. Kwa hiyo mwanzo ameweka neno lake. Mwanzo amepanda mbegu yake. Mwanzo ameweka sauti yake. Mwanzo ameweka maelekezo yake. Mwanzo ametupa habari njema ya mwaka 2026 kwamba tutaishi kwa kutenda mambo makuu. Kama ndivyo ilivyo, kama ndivyo ilivyo, Mungu ametutangazia, amesema nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Ametutangazia kutenda mambo makuu, lakini mwanzo ameweka neno. Tangu mwanzo, tangu zamani za kale, mambo yasiyotendeka bado. Kwa hiyo kuna mambo ambayo hayajatendeka mbele yetu, kuna mambo ambayo tunatarajia kuyatenda, lakini ameshaweka neno, ameshaweka sauti. Kama neno ameliweka, na amesema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote ya mwaka 2026. Tumsifu Yesu Kristo. Kama ndivyo ilivyo, Ufunuo wa Yohane sura ya 21 mstari wa 6. Ufunuo wa Yohane, kitabu cha Ufunuo wa Yohane sura ya 21 mstari wa 6. Akaniambia, na sisi leo anatuambia, na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya ufafanuzi. Anatuambia, imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemu ya maji ya uzima bure. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kama tumeona Mungu anatangaza mwisho tangu mwanzo, alafu yeye katuambia yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Na mwanzoni mwa mwaka tu tumepewa ujumbe wa neno la Mungu. Tumepewa ujumbe wa neno la Mungu, na huu ujumbe tunatakiwa tuuishi ili tuweze kuishi kwa imani. Kama ndivyo ilivyo sasa,
Leo tunaanza kufafanua kanuni ya kwanza. Kanuni ya kwanza tuweze kuunganisha na haya ambayo tumeyasikia. Mungu yeye ndiye atangazaye mwisho tangu mwanzo, na amesema shauri lake litasimama, maana neno lake litasimama, na atatenda mapenzi yake yote. Yeye ni Alfa na Omega. Kama ndivyo ilivyo, tunapotumia kanuni ya kwanza ya kumjua Mungu, kanuni ya kwanza kumjua Mungu, kanuni ya kwanza kumjua Mungu tumesema ni kumjua Mungu kupitia mwili, mabano umwilisho, kama mwana. Kumjua Mungu kupitia umwili, umwilisho kwenye mabano kama mwana. Injili ya Yohane sura ya kwanza mstari wa 14. Injili ya Yohane sura ya kwanza mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, naye neno alifanyika mwili. Naye neno alifanyika mwili. Tunasoma kiufundishaji, Bible study. Tumsifu Yesu Kristo. Lengo tuweze kuvuka. Usishangae mwalimu narudia mara 2 mara 3. Kiu yangu natamani uelewe. Injili ya Yohane sura ya kwanza mstari wa 14, neno la Mungu linasema, naye neno alifanyika mwili. Neno lipi? Waebrania 10:38. Tukikazia na andiko la Danieli 11:32. B ni neno. Naye neno alifanyika mwili. Hili neno linatakiwa lifanyike mwili. Lifanyike mwili. Akakaa kwetu. Aje akae kwetu, lija likae kwetu. Nasi tukaona utukufu wake. Na sisi tuone hili neno la Waebrania 10:38, Danieli 11:32b, tuone utukufu wa hili neno. Utukufu gani? Utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo hili neno liwe na neema kwetu, hili neno liwe kweli kwetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaposema kwamba kanuni ya kwanza kumjua Mungu kupitia mwili, umwilisho kama mwana, tunaona kabisa ili neno linatakiwa lije kwetu. Kwa nini? Ni Zaburi ya 107. Zaburi ya 107 mstari wa 20. Tunaona kwamba hulituma neno lake utuponya kutoa kwenye maangamizi yetu. Tumeangamizwa vya kutosha, sasa inatosha. Tulikuwa tuliamini neno, sasa tuliamini neno. Hili neno tuliimbe, hili neno tuliishi, hili neno tulitamke, tuliseme kwa sauti mara 1, mara 2, mara 3 kila siku. Tujaribu kulitamka kwa nguvu. Litwae mwili, liingie kwetu, tuone utukufu kama wa mwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo, ili tuweze kuelewa vizuri, naomba tuanzie mstari wa kwanza. Injili ya Yohane sura ya kwanza mstari wa kwanza, tutafika hapo hadi mstari wa 14. Tunaona kwamba neno kufanyika mwili, yani umwilisho kama mwana. Kanuni hii lazima na sisi tuiishi. Neno atwae mwili, mwili wako usihurumie. Hakikisha hili neno la Waebrania 10:38, Danieli 11:32 linachukua mwili wako, linautwaa mwili. Mwili wako unabadilishwa. Ukibadilishwa ukafanane na ule utukufu wa mwana pekee aliyejaa neema na kweli. Mwaka huu 2026 tukapate neema, na neema yenyewe iwe katika hali ya ukweli. Tumezoea kufanya kazi za kidunia, kazi za kiuongo, za kiulagai, zenye uovu mwingi, zinazotunajisi, vipato vya dhuluma. Lakini 2026 tukapate mapato halali yenye neema ya kweli. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Injili ya Yohane sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 14. Neno la Mungu linasema, hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno.
tunazidi kusisitiza, tunaenda kiufundishaji, kiualimu zaidi. Hapo mwanzo kulikuwapo neno, na huu ni mwezi wa kwanza 2026. Kuna neno tuliotumiwa ni la Waebrania 10:38 na Danieli 11:32b. Kwa hiyo tunaona kwamba mwanzo wa mwaka wetu kuna neno tayari, na neno limeshatumwa kwetu, tumelisikia. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Kwa hiyo neno hili si la kwetu, limetoka kwa Mungu, lilikuwa kwa Mungu. Kwa nini? Tumesema ile Zaburi ya 107 mstari wa 20, hulituma neno lake na ameshalituma kwetu. Naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo neno hili ni Mungu. Neno hili tunalolisoma, tunalolifafanua ni Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mstari wa 2. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Kwa hiyo hili neno lilikuwa kwa Mungu. Ufunuo huu ulikuwa kwa Mungu. Tumekuja kufunuliwa. Mstari wa 3. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa nini? Anafafanua mstari wa 2. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Kwa hiyo hili neno Mungu amelituma, hulituma neno lake. Hili neno lilotumwa, tumesema tunaliishi, tukauone utukufu kama mwana aliyetumwa. Injili ya Yohane sura 3 pale tunaposoma sura 3 mstari wa 16. Mungu alivyopenda ulimwengu, kwa jinsi hii Mungu alivyopenda ulimwengu akamtuma mwanaye wa pekee, ambaye mwana pekee ni neno, ili kila muaminie asipotee. Tukiliamini neno hatupotei. Na ndivyo neno la imani yetu linapotutuma, kwamba Mungu hatakuwa na furaha nao wale ambao wana imani ya kusitasita. Tukiliamini neno hatupotei, ila bali awe na uzima na milele. Na tumeona kwamba yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yeyote mwenye kiu, mwenye kutamani, mwenye kulijua hili neno, atampa maji bure na uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Tunatakiwa kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu, watu wa Mungu. Amina wateule. Kwa hiyo sasa, huu mstari wa 3 unaelezea mambo ya mstari wa 2. Vyote vilifanyika kwa huyo nani? Kwa Mungu aliyekuwepo, neno lililokuwepo. Huyo neno limeshakamilisha. Tumetangaziwa mwisho kutenda matendo makuu, lakini neno limeshakamilisha. Ukisha kuwa na imani ndani mwako, mwanaki wangu ataishi kwa imani. Hilo ni neno. Mambo yote yashafanyika, package nzima ipo kwenye hilo neno. Imani imebeba vitu vyote vya kutenda mambo makuu. Neno limeshafanyika, kila kitu kimeshafanyika huko. Kwa hiyo naambiwa vyote vilifanyika kwa huyo nani? Waebrania 10:38, ambaye ni neno. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Bila package hiyo mwaka huu hakifanyiki chochote. Mstari wa 4. Ndani yake ndimo ulimokomo uzima. Nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwenye hili neno la mwanaki wangu ataishi kwa imani, lakini akisitasita, Mungu hajapendeza. Mungu hatapendezwa naye. Kama jambo lote kuna giza mbele, hilo neno litakuwa nuru, litakuashia taa, ndio mwanga. Tumsifu Yesu Kristo. Nuru itawaka kupitia neno hilo ambalo tumepewa la mwaka. Mstari wa 5. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Ni jambo gani ambalo unataka kulitenda? Jambo gani kuu unataka kulitenda? Mbele unaona giza. Ili neno lenye imani, neno ambalo linakuvusha, litakuwa nuru kwako. Kila ukitaka kufanya kitu, ukiona kuna sita, neno litakuamsha. Mwanaki wangu ataishi kwa imani. Na sisi tunaenda kutenda mambo makubwa kwa kuishi kwa imani. Somo hili lengo lake kuu ni kuinua imani zetu ziweze kukua na kuimarika, ili kutenda mambo makuu aliyotuwekea katika maisha yetu mwaka huu 2026. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kama kuna giza mbele,
Nuru itakujia tu, nuru itakuzukia tu, kwa kuwa unalo neno. Tangu mwanzo Mungu ameweka neno. Mwezi huu wa kwanza tumesikia hili neno, tumeshalisikia hili neno. Neno lipo, neno ndo taa, neno ndo nuru, ndo mwanga wa njia zetu. Hili neno litatufundisha na kutuonyesha njia ya kuendea, litatushauri, na jicho lake likitutazama halitotuacha, halituachi tupotee. Tumsifu Yesu Kristo. Mstari wa 6 ndipo napoupenda sasa. Mstari wa 6 kwenye ufafanuzi huu, mstari wa 6, nisikize vizuri. Mstari wa 6, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Ni nyakati hizo, ni ufunuo huo. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Ufunuo wa leo, mwaka wa leo, nyakati hizi, pametokea mtu, na sasa tuko watu. Kuna jumbe mbalimbali zinakuja, kuna taarifa mbalimbali zimekuja. Huu jumbe ulivyoletwa, Mwalimu Petro akautangaza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohane. Ondoa neno Yohane katika madhabahu hii, tunambeba maono Mwalimu Petro. Tumsifu Yesu Kristo. Msaidizi wake ni Mwalimu Josephat. Tunaufafanua ujumbe. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohane. Ni mimi na Mwalimu Petro. Mwalimu Petro kaanza siku ya kwanza hadi ya 3. Mimi nimeanza jana siku ya 4, leo ya 5, kesho ya 6, tunamalizia siku ya 7. Huyo alikuja kwa ushuhuda. Tunashuhudia neno ambalo Mungu amelituma. Tunalishuhudia na tumeshalishuhudia sasa, ili aishuhudie ile nuru, nuru inayotoka kwenye hili neno, wote wapate kuamini kwa yeye. Tuliamini hili neno, watu wa Mungu. Ufafanuzi wa neno hili tuliamini. Semina hii ni ya kufafanua hili neno. Tumsifu Yesu Kristo. Neno ni Mungu. Kama neno ni Mungu, hapo mwanzo kulikuwako neno, neno limeshawekwa, naye neno alikuwako kwa Mungu. Ni kweli lilikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno ni Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, lilikuwa kwa Mungu kweli. Vyote vilifanyika kwa huyo, vimeshafanyika kwa sababu Mungu ndiye atangazaye mwisho tangu mwanzo. Mwisho alichotutangazia, ametutangazia kwamba tutaishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Tutaishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Sasa na kitabu cha Isaya 46:10, yeye ndiye atangazaye mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo wakati anatangaza mwisho wa kutenda mambo makuu, tunapata taarifa ya habari njema kutenda mambo makuu, lakini mwanzo kuna neno, neno limeshawekwa, ni kuishi kwa imani. Tunatakiwa tuishi kwa imani. Tukishaishi kwa imani tutatenda mambo makuu. Tumsifu Yesu Kristo. Mstari wa 8. Huyo hakuwa ile nuru. Mimi na Mwalimu Petro sio nuru, bali alikuja ili aishuhudie nuru, na sisi tumekuja kushuhudia hii nuru, kushuhudia huu ujumbe, kushuhudia hii habari njema. Tumsifu Yesu Kristo. Mstari wa 9. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Neno limetumwa, hiyo ndo nuru halisi. Waebrania 10:38 ndio neno lilotumwa, ndio nuru halisi. Hii nuru halisi inamtia mtu nuru, kila mtu akija katika ulimwengu. Limesha kuja duniani sasa, limesha kuja katika ulimwengu kwa majira ya wakati huu. Inawezekana ulikuwa unalisoma kila siku, lakini awamu hii imekuja na package nzima. Mstari wa 10. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Ni kweli neno hili ulikuwa unalisoma kila siku. Ni kweli ulikuwa unalisoma kila siku, lakini kuna msisitizo mkubwa ndani ya mwaka 2026.
Tayari uko nalo ndio, tayari uko nalisoma ndio, tayari uko natembea unalifundisha ndio, lakini mwaka huu liko special, lina package special. Anasema hivi, alikuwako ulimwenguni. Manake kwenye Biblia ulikuwa unalisoma kila siku. Hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako. Ni kweli tushaomba kwa kutumia imani, tushaomba kutumia hilo neno tukajibiwa. Anasema hivi, wala ulimwengu haukumtambua. Lakini tulikuwa hatujui, tulikuwa hatuelewi. Sasa imekuja package nzima kabisa. Mstari wa 11, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Neno limetamkwa, neno limeletwa. Kuna watu wengine hawatapokea. Lakini wewe ukichukua imani ukaweka matendo, ukaanza kuishi kwa imani, na mwisho wake ni kutenda mambo makuu. Tumsifu Yesu Kristo. Nisikilize mtu wa Mungu. Mstari wa 12, bali wote waliompokea, manake bali wote waliopokea hilo neno kwa shangwe, bali wote waliopokea neno. Na mwalimu, bahati nzuri, mwalimu wakati anafundisha siku 12 kabla tujaingia mwaka mpya, siku 12 alifundisha jinsi neno linavyokuja kama mbegu, kupanda mbegu. Tumsifu Yesu Kristo. Anasema hivi, bali wote waliompokea aliwapa uwezo. Uwezo gani? wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Sasa anasema bali wote waliopokea ile neno, aliwapa uwezo kupitia neno hilo la kimafunuo, kupitia neno hilo la mwaka huu 2026 tunapata uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kama tunafanyika wana wa Mungu, ndipo kusudi la kanuni linapoanzia sasa. Kumjua Mungu kupitia mwili, umwilisho kama mwana. Ndo tunaanzia hapo process. Ndio wale waliaminio jina lake. Wanaamini jina gani? Hapo mwanzo kulikuwa neno. Neno ni nani? Ni Mungu. Neno ni nani? Ni Mungu. Neno ndo hili tunalolisoma. Kwa hiyo neno tunalolisoma ile Waebrania 10:38 ni Mungu. Kama ni Mungu, Mungu jina lake ni nani? Tumsifu Yesu Kristo. Unaposoma ile Injili ya Yohane sura ya 17 mstari wa 11, anasema kwa jina lako ulionipa. Jina gani? Kama neno ni jina, kwa jina lako ulionipa uwatakase kwa ile neno, na neno lako ndio kweli. Kwa hiyo neno ndio kweli. Kwa hiyo jina la Yesu ndio kweli. Kama jina la Yesu ndio kweli, neno ambalo tumetumiwa mwaka huu 2026 ni neno la Waebrania 10:38 na Danieli 10:32b, ili tuweze kutenda matendo makuu. Kwa hiyo tunaunganisha vipi? Mstari wa 12, bali wote waliompokea. Manake wote waliopokea hili neno aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ukilipokea neno likatoa mwili, likitoa mwili wako unafanyika kuwa mwana wa Mungu, kama Yesu alivyofanyika mwana wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Jina gani? La Yesu. Tumesema katika Injili ya Yohane sura 17 mstari 11, kwa jina lako ulionipa. Kwa hiyo anaposema kwa jina lako ulionipa, ina maana Mungu alitoa jina kwa Yesu, na jina hilo akamwambia wewe ndio Yesu. Kwa hiyo ile jina la Yesu ni la Mungu. Kwa hiyo hata hili neno la Waebrania 10:38 ni neno ambaye ni Yesu, ni jina. Kwa hiyo ukiliamini hili neno linakupa uwezo wa kufanyika mwana. Na ukishafanyika mwana wa Mungu, tunaambiwa ndio wale walioamini jina, manake ndio wale walioamini neno, ndio wale wanaoamini neno. Ukiliamini neno umeamini jina.
Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Natamani Roho Mtakatifu akufunulie mstari wa 13. Ufafanuzi wake mstari wa 13. Waliozaliwa mkato, si kwa damu mkato, wala si kwa mapenzi ya mwili mkato, wala si kwa mapenzi ya mtu mkato, bali kwa Mungu. Mungu ndiye anayefanya, Mungu ndiye aliyefanya, ndiye anayefanya kwamba ufanyike mwana. Ufanyike mwana. Unamjua Mungu kiasi kwamba unafanyika mwana. Unamjua Mungu kupitia mwili wako unafanyika mwana wa Mungu. Umjue Mungu kwa kufanyika mwana, si kwa kuzaliwa, si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Mstari wa 14 sasa. Mstari wa 14. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Neno hili la Waebrania 10:38 na Danieli 11:32b ndio neno hilo. Naye neno alifanyika mwili, neno lifanyike mwili akakaa kwetu, likae kwetu, liingie ndani kabisa, tuweka mpaka kilindini, nasi tukaona utukufu wake. Ni kweli ni wanadamu, ni kweli si kwa damu, ni kweli si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Mungu mwenyewe ndiye amependa. Kwa jinsi hii Mungu alivyopenda ulimwengu, kwa jinsi hii Mungu anavyokupenda wewe. Naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana. Utukufu kama wa mwana. Mwana gani? Wa pekee, atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Na sisi tukuwa na utukufu kama wa mwana. Tukiwa na utukufu kama wa mwana, tunaishi kwa imani na kutenda mambo makuu. Tutaishi kwa imani na kutenda mambo makuu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kanuni ya kwanza ya kumjua Mungu, tumjue Mungu kiasi kwamba tufanyike wana kwa kupitia mwili, yani umwilisho kama mwana. Ni mafunuo makubwa sana. Roho Mtakatifu anisaidie. Roho Mtakatifu anisaidie. Na ndivyo maana Mungu hakunyamaza, akasema hivi, huu ndio mwili wangu. Manake mimi na wewe tufanyike mwili. Mungu ajivunie, huu ndio mwili wangu, huyu ndio mtumishi wangu, huu ndio mwili wangu. Mwili gani? Kusudi tuendelee kuwa mwili wa Yesu. Akatuunganisha, tunapokea mkate, tunakomunika. Tukikomunika tunaungana na Kristo. Tunaungana na Kristo. Ule chembe za mkate zinaingia kwetu. Tunaungana na Kristo, tunakuwa na uwezo, tunafanyika kuwa wana. Na ndio maana tunaambiwa tukipokea, tupokee katika mastahili. Umwilisho ni kwa uweza wa Mungu, si kwa uweza wa binadamu, si kwa uweza wa mtu. Ni kwa uweza wa Mungu. Mungu ndiye anatufanya tunaishi kwa imani kiasi kwamba tunafanyika wana kama mwana wa pekee ambaye alifanya matendo makubwa. Na ndio maana Yesu akasema, niaminini mimi. Maanake tuliamini neno lake. Kama tukimwamini yeye, tutafanya mambo makubwa hata ambayo yeye hakufanya. Kwa hiyo tunatakiwa tukatende matendo makuu, hata katikati ya changamoto, hata katikati ya giza nene, tukatende matendo makuu, tukafanye matendo makuu. Huu ni mwaka kuishi kwa imani, ambapo tunakwenda kutenda mambo makuu. Tumsifu Yesu Kristo. Huwezi kufanyika mwana kama umjui Mungu. Lazima umjue Mungu. Ukishamjua Mungu, kiwango cha kufanyika mwana, maana yake nini? Mwili wako una connection na Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Natamani mtu aweze kunielewa tunachokiongea. Hizi kanuni tatu zitatufanya tufanye matendo makuu, tutende matendo makuu mwaka huu 2026. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Neno hili la Waebrania 10:38
Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Mungu anatuamini, na ukilijua neno ukafanyika mwana. Ukishafanyika mwana, tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee, Mungu anafurahi kuwa na kiwango hicho. Lakini ukisha kuwa na neno alafu ukasitasita, hutaki kufanya matendo makuu, anasema roho yangu haina furaha naye. Ni ujumbe ambao tunatakiwa tuuishi, na Mungu afurahi tukitenda matendo makuu. Tumesema hivi, na jana nilisema kuna matendo ambayo tunatakiwa tuyatende, au kuna kazi ambayo tunatakiwa tuzifanye mwaka huu 2026. Kazi za muda mfupi, kuna kazi za muda katikati, kuna kazi za muda mrefu. Kuna matendo makuu ya muda mfupi, kuna matendo makuu ya muda katikati, kuna matendo makuu ya muda mrefu. Unajuaje? Lazima turudi kwenye hekima ya kimungu. Hekima ya kimungu ni neno lake. Amesema hivi, lakini kazi hizi zote uzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 11. Ni mstari wa 11. Yes, mstari wa 11. Roho Mtakatifu nisaidie sana. Natamka tu. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 11. Lakini kazi hizi zote kuzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Ndio maana tunatakiwa kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Kila mtu ana kitu ambacho anapewa na Mungu. Waefeso 1:17 inasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Baba wa utukufu, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Hata hapa Mwalimu Josephati na achilia roho ya hekima na ufunuo, kiwango cha 10%, 20%, 80%. Roho Mtakatifu atakufunulia haya tunayoelezea. Unawezekana usiyaelewe, lakini ukiwa connected na Roho Mtakatifu atakufunulia ufunuo wa kwako wewe peke yako kama mwana, na utatenda mambo makuu mpaka watu watashangaa, dunia itashangaa. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Kumjua yeye ili tuweze kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Wana wa Mungu, huu ujumbe ni mkubwa mno katika maisha yetu. Ujumbe huu ni mkubwa mno katika maisha yetu, na inawezekana usielewe, lakini kaa ukiutamka asubuhi, mchana na jioni. Ukiamka asubuhi, tamka, isome hiyo Waebrania 10:38, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Soma kwa mara ya kwanza kwa sauti, ongeza sauti, ongeza sauti, ongeza sauti hata mara 10, ili neno atwae mwili, neno hili litwae mwili. Tunaposoma ile Danieli sura 11 mstari wa 32b, anasema, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Lazima tuwe hodari ya kutenda mambo makuu. Ukisoma hii mistari mara 10, kila mara moja unaongeza sauti, ya pili unaongeza sauti, ya tatu unaongeza sauti. Jifungie ile sauti, ingie ule mlango wa fahamu, ufunguke, uweze fanya mazoezi hayo. Ukitoka hapo, msifu Mungu, mwabudu Mungu, kaa kwenye ukimya. Lazima Mungu atasema. Tumsifu Yesu Kristo. Tamani anaposema, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari. Waefeso 6 mstari wa 10 anasemaje? Lakini hatimaye tuwe hodari katika nguvu na uwezo wa nani? Wa Mungu. Lakini hatimaye tuwe hodari katika nguvu na uwezo wa nani? Wa Mungu, wa kutenda mambo makuu,
lazima tuhakikishe tumetenda mambo makuu 2026. Na inawezekana ukachelewa, usife moyo. Tumesema kuna mambo makuu ya muda mfupi, kuna mambo makuu ya muda katikati, kuna mambo makuu ya muda mrefu. Inawezekana wewe ni mtu ambaye umepewa imani ya kutenda mambo makuu ambayo ni ya muda mrefu. Inawezekana ni wewe mtu uliyepewa imani ya kutenda mambo makuu ya muda katikati. Inawezekana ni wewe mtu ambaye umebeba imani ya kutenda mambo makuu kwa muda mfupi. Kila mmoja atapokea posheni yake. Kila mmoja atapokea thawabu yake. Kila mmoja atapokea kadiri ya kiwango cha imani alichokuwa nacho. Lakini kinachotakiwa ni kumjua Mungu. Kumjua Mungu. Ayubu 22 mstari wa 21 aliposema mjue sana Mungu upate amani. Mjue sana Mungu, ndipo mema nchi atapokujia. Mema nchi ni yale matendo makuu ya Mungu. Matendo makuu ya Mungu si kwa uwezo wetu, si kwa akili zetu, ni Mungu anayetusababisha tuyatende. Matendo makuu ya Mungu yaliyojaa neema na kweli, yaliyojaa neema na kweli. Natamani mtu mmoja niombe naye, aliyesikiza kwa makini na aliyeingia kwa matendo. Kamata kichwa chako mahali ulipo, kamata kichwa chako mahali ulipo. Tunaenda kuomba ufahamu. Tunaomba kuomba ufahamu. Tunaombea ufahamu. Kichwa kimebeba milango mitano ya fahamu. Kichwa kimebeba macho, kichwa kimebeba masikio, kichwa kimebeba mdomo, kichwa kimebeba pua. Kichwa kina mwili. Milango mitano ya fahamu. Kamata kichwa, kamata kichwa. Kupitia damu ya Yesu iliyomwagika baada ya kupigwa na mwanzi kichwani na kuwekewa taji la miba usoni, ile damu iliyomwagika ikafungua milango mitano ya fahamu ya kichwa. Ikafungua milango mitano ya kichwa. Ile damu ilimwagika kwa kusudi la kufungua fahamu zetu. Fahamu zetu. Fahamu zetu. Sikiliza mtu wa Mungu. Sikiliza mtu wa Mungu. Tuna mapaji 7. Tuna mapaji 7. Kila mmoja ana hekima. Kila mmoja ana akili. Kila mmoja ana elimu. Maarifa hayo, nguvu anayo. Kila mmoja ana moyo wa ibada. Kila mmoja ana uchaji wa Mungu, anasali kuanzia asubuhi, mchana, jioni, mara 3. Mapaji 7 unayo. Haijalishi umesoma au kusoma, haijalishi umeenda shule au kwenda shule, haijalishi unajua neno la Mungu, hujui neno la Mungu. Asili yako, hivyo vitu vipo ndani mwako. Sasa basi, shetani alivyokuja akaondoa ufahamu, akafunga ufahamu. Akafunga ufahamu. Kwa kuwa amefunga ufahamu, ndio maana tunapita kwenye maisha ya tabu, maisha ya mateso, tunakosa kupata haki zetu kwa sababu ufahamu umefungwa. Tuombee ufahamu kupitia damu ya Yesu iliyotoka kichwani. Damu ya Yesu. Sikiliza, Yakobo alisema kwamba mwaomba mpati kwa sababu mwaomba vibaya. Tumia damu ya Yesu iliyotoka kichwani. Damu ya Yesu iliyotoka kichwani, lengo ni kufungua ufahamu wa kila mtu. Ufahamu wa kila mtu. Uponyaji kwa magonjwa yote ya kuanzia shingoni mpaka kichwani. Una shida gani? Una changamoto gani? Kuanzia kwenye shingo mpaka kichwa. Tumia damu ya Yesu iliyotoka kichwani. Tufungue ufahamu. Kwa kuongeza, Roho Mtakatifu anaweza kutembelea. Inawezekana ukawa na changamoto ya miguu. Tumia damu ya Yesu iliyotoka kwenye mguu wa kuume na wa kushoto. Kwa nini? Ilitoka ili tuweze kumiliki. Mahali popote tutapokanyaga kwa nyayo zetu papamiliki na kupatawala. Sasa na Yoshua sura ya 1 mstari wa 3. Miguu, damu ya Yesu iliyotoka kwenye miguu. Kama una changamoto ya miguu, tumia damu ya Yesu iliyotoka kwenye mguu wa kushoto na wa kulia. Tumsifu Yesu Kristo. Na damu hiyo itaenda kuleta uponyaji kuanzia kwenye unyayo mpaka kwenye kiuno. Una changamoto ya magonjwa, ugonjwa magoti, una changamoto ya misuli ya miguu, ita damu ya Yesu. Ilitoka kwa lengo hilo, kuleta uponyaji. Kwa nini? Isaya 53 mstari wa 3 hadi wa 5. Kwa kupigwa kwake sisi tukapona. Damu hile iliyotoka kwenye miguu. Una changamoto kuanzia kwenye kiuno mpaka kwenye shingo. Kiuno mpaka shingoni. Damu ya Yesu iliyotoka kwenye ubavu wake. Damu na maji. Una changamoto ya vidonda vya tumbo. Una changamoto yoyote ya mwili kwenye mgongo. Kwa kupigwa kwake ile mjeledi, damu iliyotoka mgongoni ileta uponyaji. Una changamoto ya uti wa mgongo, tumia damu ya Yesu. Tumia damu ya Yesu. Sikiliza mtu wa Mungu.
una changamoto ya mikono, na Mungu abariki kazi ya mikono yako. Tumia damu ya Yesu iliyotoka mikononi, mkono wa kushoto na mkono wa kuume na wa kushoto. Kwa nini? Ukisoma ile Mithali sura ya 3 mstari wa 16, ana wingi wa siku. Kuna watu akiajiriwa ndani ya siku moja, wiki, mwezi wamefutwa kazi. Na taarifa hii Mwalimu Petro amefundisha. Akisema kuna mtu atapata habari kwamba una miezi mitatu kazi utakuwa una. Lakini kwa kupitia damu ya Yesu, kwa kupitia damu ya Yesu ikupiganie, ikutetee. Anasema ana wingi wa siku kwenye mkono wa kuume. Kwa hiyo Mungu alipotobolewa damu ya Yesu kwenye mkono wa kuume, ili tupate wingi wa siku kukaa kwenye ndoa zetu, wingi wa siku kukaa kwenye kazi zetu, wingi wa siku kupata kazi za mikono yetu. Anasema ana heshima na utajiri kwenye mkono wa kushoto. Heshima yako ya ndoa imeondoka, tumia damu ya Yesu iliyotoka kwenye mkono wa kushoto. Una utajiri wa aina gani? Tumia damu ya Yesu iliyotoka kwenye mkono wa kushoto. Unapounganisha damu ya Yesu ya mkono wa kuume na wa kushoto, anasema nitabariki kazi ya mikono yenu, nitabariki kapu unalokandia. Tunakanda kwa kutumia mikono. Utabariki kazi ya mikono yetu. Damu ya Yesu iliyotoka kwenye mkono wa kuume na wa kushoto. Tunapounganisha ile mikono, Mungu anatutetea. Wakati natoa maelekezo natamani mtu mmoja alingekuwa ameshaomba. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Nazareti hai, tumesikia umuhimu wa damu yako. Kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Isaya 53 mstari wa 3 hadi wa 5. Kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Kwa kupigwa kwako sisi tumetoa. Damu ya Yesu iliyotoka kwenye mwili wako. Sawa sana Mathayo sura 26 mstari wa 28. Mathayo sura 26 mstari wa 28. Ni damu ya Yesu yenye agano la ondoleo la dhambi. Baba, ikatutakase. Baba, tumenajisika vya kutosha. Ufahamu wetu umefungwa. Damu ya Yesu iliyotoka kwenye kichwa kwa kupigwa kwa mwanzi na kuwekewa taji la miiba usoni. Damu ya Yesu ikatufungue fahamu zetu, ikafungue macho yetu ya ndani kapate kuona sawa sawa, ikafungue masikio yetu ya ndani kapate kusikia neno lako sawa sawa, ikafungue pua zetu kapate kuvuta pumzi ya neno lako sawa sawa. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ikafungue kinywa chetu kapate kunena neno lako kwa ujasiri. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu iliyotoka kwenye ubavu wako, damu na maji vikaleta uponyaji. Kila eneo lenye udhaifu ndani ya tumbo, kila eneo lenye udhaifu kwenye bega, kila eneo lenye udhaifu kwenye uti wa mgongo, kila eneo lenye udhaifu, Baba, damu ya Yesu iliyotoka kwenye mguu wa kuume na mguu wa kushoto, ikatupe kibali cha kukanyaga tena. Mahali popote kukanyaga kwenye zetu tukapamiliki. Sasa na Yoshua sura ya 1 mstari wa 3. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Imarisha mwili yetu Bwana. Kuanzia kwenye unyayo mpaka utosini. Damu ya Yesu ikatupe kibali. Damu ya Yesu ikatupe kibali. Damu ya Yesu ikatupe kibali. Sasa na Mithali sura ya 3 mstari wa 4. Ndipo tutapopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na kwa wanadamu. Katika jina la Bwana Yesu Kristo Nazareti hai. Mwaka 2026 tukapata ufunuo, tukapata na roho ya hekima ambayo inakupendeza wewe, yenye kujaa na neema na kweli. Ni katika jina la Bwana Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo na Mungu. Tukutane kesho siku ya 6 ya semina yetu. Mungu abariki sana.